Mei 17, Jumamosi, mwaka wa 2025. Je, jibu la uumbaji upya wa ulimwengu huibuka wakati gani? Hagai 2:7. Nami nitatikisa mataifa yote, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Shida na majanga mengi yanaendelea kutokea duniani kote na juu ya kizazi kijacho. Hii ni kwa sababu Injili inatoweka. Bila mabadiliko makubwa ya ajabu duniani, hatutaweza kuokoa kizazi kijacho. Ikiwa ndivyo hivyo, ni aina ani ya maombi unapaswa uanze kwanza? Lazima ujue sababu kwa nini kuna haja ya kuwa na mabadiliko kubwa ya ajabu duniani. Kwa sasa, mataifa 237 ya ulimwengu yanafanya kazi kwa ajili ya Shetani. Kwa hivyo, Mungu daima alitumia remnant ambao walikuwa na Injili katika nyakati kama hizi. Ikiwa haujui ukweli huu, wewe pia utaishia kufanya harakati za ulimwengu ambao uko chini ya mamlaka ya Shetani. Pili, lazima sasa ufahamu maudhui ambayo yataleta mabadiliko makubwa ya ajabu duniani. Kila wakati watu walipoteza kushikilia Injili, majanga yalikuja juu ya ulimwengu. Mungu daima aliwainua remnant walioshikilia agano lake. Maudhui ya agano hili ni Kristo, ambaye ni njia ya kushinda giza. Tatu, lazima uingie katika ratiba ya wakati ambapo mabadiliko makubwa ya ajabu duniani yatafanyika. Remnant wa Biblia walishikilia agano sahihi na kutoa changamoto kuelekea kufanya mabadiliko makubwa ya ajabu katika ulimwengu. Iliwezekana wakati giza na majanga yalipokuja juu ya ulimwengu. Ni lazima sasa uanze kuwaombea wale walio karibu nawe ambao hawaijui Injili. Unapowaombea, nuru ya Injili itawaangazia. Ni wakati huu ndipo mabadiliko makubwa ya ajabu yatatokea duniani. Pia, wainjilisti walio na Injili na maofisa wa kanisa ambao ni asili ya maombi wataibuka. Ombi la leo: Mungu Baba, kwa nguvu ya Injili, na niwe remnant anayepokea jibu la mabadiliko makubwa ya kushangaza ulimwenguni. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba, amen.